Somo. Somo kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi aya ya 7. Bwana Mungu amenipa ulimi kwa hao watumishi wao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyajua. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu nipate kusikia kama watu watumishi wao. Bwana Mungu amelifungua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, na wauao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Itikio: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Umtegemee Bwana na amponye, na amwokoe sasa, maana apendezwa naye. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, yamenizua mikono na miguu, naweza kuihesabu mifupa yangu yote. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wanagawanya nguo zangu, na vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali, Mungu
na haraka kunisaidia. Mungu wangu, mbona nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnaomcha Bwana msifuni, enyi nyote mlio wazao wa Yakobo mtukuzeni. Somo la waraka wa Mtume Paulo wa Filipi 2 aya ya 6 mpaka ya 11. Yesu mwanzo alikuwa hayuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa hana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana.